Urusi yatangaza kupania kufanya mashambulizi ya kisasi dhidi ya Ukraine. Urusi bila shaka itajibu mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine katika eneo lake, licha kuendelea kuwa juhudi za kidiplomasia kufikia suluhu ya amani ya mzozo huo. Rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev amesema hivyo. Maoni yake yanafuatia vitendo vinavyoshukiwa kuwa vya hujuma ya Ukraine kwenye reli nchini Urusi na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye viwanja vingi vya ndege vya Urusi mwishoni mwa juma. Licha ya hayo, maafisa wa Urusi walisafiri hadi Istanbul Jumatatu kwa duru nyingine ya mazungumzo ya moja kwa moja na wakilishi wa Ukraine. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, Medvedev alishughulikia wito wa ndani wa jibu la nguvu zaidi la kijeshi, akitangaza kwamba kulipiza kisasi kwa Urusi hakuepukiki. Aliandika kuwa jeshi letu liko kwenye mashambulizi makali na litaendelea kusonga mbele. Kila kitu kinachohitaji kulipuliwa kitalikuwa na wale wanaohitaji kuondolewa watakuwa. Medvedev ambaye kwa sasa anahudumu kama naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi amesema mazungumzo ya Istanbul yalikuwa muhimu ili ushindi wao uwe wa haraka zaidi na uondoaji kamili wa mamlaka ya Nazi mamboleo huko Kiev. Wakati wa mazungumzo hayo, Moscow ilipendekeza njia mbili zinazowezekana kuelekea usitishaji mapigano na kupendekeza kusitishwa kwa muda mfupi kwa mapigano ili kuruhusu vitengo vya kijeshi kuchukua meli kutoka uwanja wa vita. Ambapo pia Zelensky, rais wa Ukraine, aliwaita wawakilishi wa Urusi wasiojielewa kwa kupendekeza wazo hilo, akisitiza kwamba usitishaji mapigano unapaswa kusaidia tu kuzuia upotezaji zaidi wa maisha. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alitaja matamshi ya Zelensky kuwa ya kusikitisha na ya bahati mbaya, akisema alidhoofisha juhudi za kuendeleza mazungumzo. Pia imeelezwa kuwa mkutano wa pande tatu kati ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin hauwezekani kupangwa katika siku za usoni. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ndiye amesema kuhusu taarifa hiyo. Kauli ya Kremlin inakuja siku moja baada ya ikulu ya White House kusema kwamba Trump hatakataa kushiriki katika muundo huu wa mazungumzo. Kusema kweli, hakuna uwezekano kwamba hivi karibuni, Peskov amesema akijibu swali kuhusu ikiwa viongozi hao watatu watakutana katika siku za usoni. Peskov aliongeza kuwa Putin tayari ameeleza utayari wake kwa mkutano wa ngazi ya juu, lakini ni lazima utokee makubaliano yaliyofikiwa katika hatua za kiufundi na za kitaalamu. Putin hapo awali amesema yuko tayari kukutana na Zelensky. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Ukraine alipomwalika kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu zaidi nchini Uturuki Mei 16, Putin hakuhudhuria. Kwa hivyo Ukraine na Urusi zilifanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu 2022, lakini kwa kiwango cha chini kuliko vilivyopangwa bila ushiriki wa viongozi wa nchi. Wajumbe wa Urusi na Ukraine walifanya duru ya pili ya mazungumzo mjini Istanbul mnamo Juni 2 na kushindwa kufikia mwafaka wa kusitisha mapigano, lakini pande hizo zilikubaliana kubadilishana wafungwa wapya pamoja na kurejeshwa nyumbani kwa milioni 600 wanajeshi wa Ukraine walioanguka. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, mjumbe wa Ukraine mjini Istanbul, amesema wakati wa mazungumzo hayo Urusi haikukubali kusitishwa kwa mapigano na ilikataa kufanya mkutano kati ya Putin na Zelensky.